Miongoni mwa sauti zilizoinuka kusikika katika ulimwengu wa Kiislamu ni ile ya spika wa bunge la Iran Mohammad Baghai Ghalibaf, ambaye amewasha moto wa umoja na ujasiri akiwataka Waislamu kote duniani kusimama kidete dhidi ya kile alichokiita utawala wa damu wa Israel. Ilikuwa ni Ijumaa ya jua kali mjini Karachi, Pakistan, pale Ghalibaf alipowasili kuhudhuria sala ya Ijumaa katika moja ya misikiti mikubwa ya jiji hilo, akiwa amewasili kwa mwaliko rasmi wa spika wa bunge la Pakistan Aiza Sadiq. Alikaribishwa kwa shangwe na maelfu ya waumini waliokusanyika kwa ibada, wakati sauti za dua zikikata anga na upepo wa bahari ya Arabia ikipuliza kwa upole. Ghalibaf alisimama mbele ya umati ule akasema kwa sauti thabiti kuwa umma wa Kiislamu una jukumu la kusimama dhidi ya dhulma, kiburi na utawala wa Israel. Kwa unyenyekevu lakini akionyesha uthabiti wa nafsi, alishukuru watu wa Pakistan kwa mshikamano wao na Iran, hasa baada ya kile alichokiita shambulio la kigaidi na la woga lililofanywa na utawala wa Israeli, ambalo lilijibiwa na Irani kwa majibu makali na sahihi yasiyowahi kushuhudiwa. Ghalibaf hakusita kutamka ukweli aliouamini kwamba umoja wa Uislamu leo si chaguo tena, bali ni amri ya Mwenyezi Mungu, njia pekee ya kujenga heshima na kujiepusha na maangamizi yanayochochewa na mataifa yenye kiburi. Baadaye katika mkutano wa wadau wa Irani na Pakistan, Ghalibaf aligusia kwa ukali kile alichokiita mipango ya Baadaye katika mkutano na wadau wa Irani na Pakistan, Ghalibaf aligusia kwa ukali kile alichokiita mipango ya kupoka utu wa Waislamu kupitia makubaliano ya Abraham Accords, akisema kama hatutasimama sasa, tutaona mataifa yetu yakilazimishwa kutambua utawala wa Israeli au kuingia katika vita vilivyopangwa, alisema kiongozi huyo kwa maneno makali yaliyotetemesha ukumbi, na aliongeza kuwa Israeli haijui lugha yoyote zaidi ya lugha ya nguvu, na kwamba kila uchokozi wake lazima ujibiwe kwa pigo linalokumbukwa, kwani pia alikumbusha tukio lililotikisa dunia kwa mara ya kwanza katika historia. Miji ya Israeli kama Tel Aviv pamoja na vituo vyake vya kijeshi na vya kisayansi ilishambuliwa kwa usahihi kwa hali ya juu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya Israeli kushambulia ardhi ya Iran. Kwa Ghalibaf, hiyo haikuwa tu hotuba ya kisiasa, bali ilikuwa ni sauti ya umoja, heshima na imani, na wito wa kuamka kwa umma wa Kiislamu dhidi ya dhuluma, wito wa kusimama pamoja bega kwa bega chini ya bendera ya moja ya haki.